Habari za muda huu. Twende live na Superwoman kwenye video hii hapa kwenye mtandao wa TikTok, kwa sababu tuna wadau wengi sana ambao ni wadada wa kazi wanatokeaga hapa TikTok. Kwa hiyo hii miradi miwili ambayo tunaifanya, naomba sauti yako ipungue tafadhali. Niko nafanya nani, naongea tu kama unaongea kawaida. Kwenye TikTok hapa nitazungumza na wadada kwa ajili ya kuboresha huduma zenu ili muweze kulipwa zaidi, na huu ni kutoka kwenye huu mwongozo wetu wa unataka kulipwa zaidi. Nitawatraining, nitafanyia mentorship, nitawacoach, nitawaongoza namna ya kulipwa zaidi, kwa sababu wengi kweli mnataka hela, lakini mnataka hela kwa njia ambazo haziko sawa. Yaani unataka ulipwe pesa kwa sababu tu unajua kuosha vyombo kawaida, kukaa na mtoto, kukaa na nyumba. Hapana. Alafu unataka ulipwe 500,000. Yaani jicho linakutoka kwenye mshahara wa 500,000. Lakini uwezo wako wa kutoa huduma ni wa kawaida sana. Yaani ni hautofautiani na wadada anayelipwa 50,000 huko mtaani. Sisi Wadada Center tumepandisha thamani ya hizi kazi. Angalau kwetu mshahara mdogo kabisa ni 1,500,000, ambayo bado ni hela nyingi sana kwa Mtanzania kumlipa dada wa kazi 1,500,000. Lakini sasa unakuta wadada ambao mnakuja kwa ajili ya hizi kazi mmevutwa na pesa, lakini uwezo wenu uko chini, uwezo wenu kikazi uko chini. Kwa hiyo kazi ambayo tumeamua kuifanya ni kuhakikisha tunawasaidia maarifa ya kujiboresha kama mko serious, kwa yule ambaye yuko serious. Sababu ubaya ni kwamba hizi program ambazo pia ni zinakuwa ni za bure. Unajua bora mtu akilipia kitu anakuwa kuna nia, ameonyesha kwanza kuna nia fulani ambayo anataka kweli mabadiliko. Kama mimi nilivyoamua kwenda shule, nimelipa ada, yani nataka kubadilika. Lakini mtu ambaye anakuja tu hapa kwenye mtandao anasikiliza, huwezi jua motivation yake ya kusikiliza ni nini. Anataka tu kusikia au anataka kubadilika, huwezi kufahamu. Kwa hiyo ndio changamoto, lakini najua watakuwepo wachache ambao wana nia ya dhati ya kubadilika, na hao ndio nataka kudili nao, wale ambao wanataka kuboresha kazi zao ili waweze kulipwa zaidi. Kwa hiyo kinachokufanya ulipwe zaidi ni thamani ya kazi, sio wewe kama dada tu kwa sababu umeamua ngoja niende kwenye kazi za ndani basi uzawadiwe 500,000 au upewe 300,000. Hapana, kinachoamua ulipwe kati ya 500,000, 300,000 au 1,500,000 ni ubora unaotoa. Kwa hiyo nitakuwa nafanya hizi program specific kwa wadada, kwa sababu nilikuwa Instagram nafanya live ya huu mradi wa maendeleo ni mimi, ambao huu unahusiana, ni ushuhuda wa maisha yangu kutoka kwenye kazi za ndani mpaka sasa hivi ni CEO wa taasisi yetu ya haki za wanawake, pamoja na hii miradi tunayoifanya ya kusaidia jamii. Mradi mmoja mkubwa ambao tumeshaufanya kwa muda mrefu ni huu wa Wadada Center. Umeajiri vijana wengi sana. Kuna vijana wengi wameweza kupata mitaji, wamebadilisha maisha yao, ingawaje sio wote waliofanikiwa kutoboa, kwa sababu pia hizi kazi sio nyepesi, ni ngumu. Lakini hata maisha ya kukaa mtaani nayo sio mepesi, au maisha ya kudanga sio mepesi. Kwa hiyo utachagua ugumu wako, uende ukadange au ukae mtaani bila uwezo wa kifedha, uwe tu ombaomba, au upambane na kazi za bosi wako ambao pia ndio ugumu wake, lakini uwe na uhakika wa kipato chako, kwamba ukitaka kujinunulia nguo zako, chakula, kujitegemea, yani unakuwa una uwezo wa kuishi maisha yako, unachagua ugumu wako. Kwa hiyo wale wanaosema hizi kazi za ndani ni ngumu sana, hakuna kitu ambacho sio kigumu. Wewe tu utaamua umechagua ugumu upi, kwa sababu ukiacha kazi ya halali ukaenda huko ukaanza kudanga pia ni ugumu, ni ngumu na haina baraka. Bora upambane na ugumu wa kazi ambazo zinakupa baraka hata mbele za Mungu, kwa sababu Mungu amesema anabariki kazi za mikono yako na sio kazi za utupu wako au za udangaji. Hapana, hizo ni kazi za uasherati ambazo hazina baraka na haziwezi kufikia mbali. Kwa hiyo kule Instagram nazungumzia huu mradi wa maendeleo ni mimi, kwa sababu kule target kubwa ni kwamba tuweze kuwafikia vijana ambao wako vyuoni, wako mashuleni
na wale na taasisi ambazo au NGO ambazo zinadili na vijana mtaani ambao tayari wameshakuja mtaani. Kwa hiyo tuna focus kwenye tunafanya huu mradi live yake tunaifanyia Instagram, lakini kwa upande wa huu mradi wa unataka kulipwa zaidi, okay, huu tunaufanyia TikTok. Kwa nini? Kwa sababu hapa wadada wengi wanaonekana wako makazini lakini thamani wanayoitoa bado ni ndogo sana, na kwa kadiri ambavyo nimekuwa nawaelekeza wao wamekuwa wanaona kama nawakandamiza. Lakini kumbe mimi ninawatreni na kuwakochi na kuwaongoza namna ya kulipwa zaidi. Mafundisho ninayowapa ni ya kuwasaidia waweze kuwa professional dada, waweze kuwa smart dada, waweze kulipwa vizuri. Lakini kwa kuwa bado hawajaelewa, yani wamekuwa kama wamepata mshtuko hivi kwamba haya sio mafundisho walioyazoea. Wamezoea kushindana na mabosi wao, wamezoea kutukanana na waajiri wao. Mimi ninavyowaambia, actually siwaambii mimi, na koti maneno ya Mungu ambayo yako kwenye neno la Mungu kwamba enyi watumishi watiini mabwana zenu au mabosi zenu. Wananichukia, wananiona mbaya, wanasema natetea mabosi. Lakini kesi nyingi ambazo zimeletwa kama changamoto ambayo wadada wanakutana nazo kazini, nyingi zinasababishwa na wao wenyewe kwenye nidhamu zao mbaya au utendaji wa kazi mbovu. Kwa hiyo kupitia hizi live ambazo nitakuwa naendelea nazo from now ni kwa ajili ya kuwafanyia training ili muweze kupandisha thamani zenu. Na thamani yako itapanda kama utakuwa na nia ya kubadilika na kuboresha jinsi unavyofanya utendaji wako wa kazi. Okay? Na ni distract, yani sitaweza kufanya hivyo mnavyoingia. Yeah, so nilikuwa nasema huu mradi kazi yake kubwa ni kuhakikisha wadada mnajiboresha. Kwa wale ambao mnataka, najua sio wote ambao mtaweza kubadilika, lakini angalau wale ambao wanataka, wana dhamira ya dhati ya kutoka kuwa msaidizi wa kazi za nyumbani na kuwa CEO. Okay? Yani ujenge na wewe historia kama hii ya kwangu hapa, kwamba maendeleo ni wewe kutoka dada wa kazi mpaka CEO. Sasa utajua CEO wa nini. Mimi ni CEO wa taasisi ambayo inasaidia vijana, inasaidia jamii, inasaidia familia. Watu ambao wanakuja hapa wanapata msaada, tunatatua matatizo yao. Kama ni bosi anapata msaidizi ambaye ana maadili, mchapakazi. Kama ni dada anapata kazi ambayo itakwenda kumsaidia kukusanya mtaji na kwenda kuanzisha biashara zake. Kwa hiyo wewe utaamua unaenda kuwa CEO wa kitu gani. Okay, lakini mimi ni CEO wa kusaidia kubadilisha maisha ya vijana, kuwatoa vijana kwenye lindi la umaskini, kuwatoa vijana kwenye mnyororo wa umaskini. Lakini pia hawa vijana waende wakafanyike baraka kule wanakokwenda, wasiende kuwa changamoto, either ni kama ni kwenye kazi za ndani au ni kwenye biashara za watu. Wale watu ambao wanakuja tunawakutanisha na hawa vijana, na wao pia waende wakabarikiwe, wao pia wapate peace of mind, wapate utulivu wa akili. Wasione tena wamekuja huku wamepata wafanyakazi, lakini wale wafanyakazi wameenda tena kuwa pasua kichwa, wameenda tena kuwa wezi, wadokozi. Na ndio maana sisi tunashare nini, zile content, kuonyesha kabisa tunataka kuchuja watu ambao watakuwa wanakuja kwenye miradi yetu, wawe ni watu ambao ni waadilifu, wawe ni watu ambao wamenyooka. Tumepata kesi moja hivi tutashare muda sio mrefu, nafikiri siku 2 hizi, ya dada ambaye tumempa kazi sehemu nzuri tu, maskini ya Mungu, analipwa 500,000 kwenye biashara ya mtu, lakini ameanza udokozi. Haipendezi. Mtoto wa kike unakuwa na tamaa sasa hivi, watoto yani sio wa kike sio wa kiume, tamaa zimekuwa ni kubwa, ni yani tamaa mbele. Unapewa kitu kizuri ambacho wewe unatakiwa uonyeshe uaminifu, uonyeshe uchapakazi ili Mungu aweze kukufungulia hatua nyingine, wewe unaanza kuiba. Huwezi kusogea. Kwa hiyo hayo ndio mafundisho ambayo mimi ninawapa, na hayo mafundisho ili niweze kuwapa nimesoma. Ndio maana nawaambia huu mwongozo ni chakula chako cha akili. Mimi binafsi ili niweze kuwaongoza ninavyowaongoza
mnafuatilia content zangu, sijakaa tu nikaweza kuanza kufungua mdomo na kuongea ninayoyaongea. Ninaenda shule ninasoma. Wadada wa kazi nilikuwa nawaambia toka workshop, kesho tuna workshop hapa ya mwezi wa pili, lakini kwenye workshop yetu ya kwanza ya Januari ndio tumezindua huu mtaala wa kuwaongoza wadada wa kazi ili waweze kulipwa zaidi. Nikawatolea mfano kwamba mimi ninasoma, navyowaletea miongozo hii, nataka mfuate nyayo zangu ili muweze kuvunja ule mnyororo wa dada wa kazi za ndani, yani maisha yake ndio hayo hayo. Okay, wadada wengi wa kazi wanakuwa wanafanya hizi kazi wakiwa wamekata tamaa, wamevaa ile title kwamba mimi ni dada wa kazi tu. Yani yeye status yake anaona kwa kuwa ni dada wa kazi, haoni mbele, haoni future, haoni kama hili ni daraja ambalo leo ndio mimi ni dada wa kazi, lakini kesho mimi ni CEO. Kesho mimi nitakuwa nani? Nitakuwa CEO. Wadada hawana hiyo mindset, na ukijua kesho utakuwa CEO, maana yake leo ukiwa kwenye kazi hii ya nyumbani, Mungu anakutaka uwe mwaminifu katika kila kitu unachokifanya kwa bosi wako, kuanzia kukaa na mtoto wake, ukae naye kwa upendo, ukae naye vizuri, usimfundishe vitu vya ajabu, ale vizuri, acheze vizuri, awe msafi. Okay, yani umwendo vizuri uwe mtoto, kana kwamba neno la Mungu linasema yani wadada wa kazi mnatakiwa, sio wadada wa kazi, watumwa, watu wote ambao wameajiriwa huko kwenye ajira, hiyo ajira uifanye kana kwamba unamfanyia Bwana, unamfanyia Mungu. Okay, sio mwanadamu. Maana yake ni nini? Maana yake Mungu anataka aone zile karakta zake za upendo, za uaminifu, za bidii. Hizo ndio anataka azione. Kwa hiyo hizo ndio nataka nataka wadada ambao wanafanya kazi hizi za nyumbani, lakini na kama unafanya kazi sehemu nyingine, still bado haya mafunzo nilisema, huu mwongozo ni mwongozo ambao unaweza ukamsaidia mtu yeyote. Okay? Focus kubwa primary ni wafanyakazi wa nyumbani, lakini unaweza hata mtu mwingine ambaye hafanyi kazi za nyumbani akautumia na ukaweza kumsaidia, ukamshape akaenda akajiboresha. Kwa hiyo kwenye hii project achievement kubwa kabisa ambayo nataka kuiona ni kubadilisha narrative za sekta ya kazi za nyumbani. Yaani hii maneno wadada wa kazi wameshindikana, wadada wa kazi si washenzi, wadada wa kazi si wajielewi, hawajitambui. Mimi nataka kubadilisha hiyo simulizi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu hata mimi nilikuwa dada wa kazi, lakini nilifocus na kazi zangu, nikazifanya kwa uaminifu, nikapata hatua, nikaenda hatua inayofuata, nikaenda hatua inayofuata, hatua mpaka nikafika mahali nilipo. Na hapa ndio kwanza naanza, ndugu zanguni, ndio kwanza naanza. Kwa mfano huu mradi nataka nitembee nao Tanzania nzima. Huu mradi nataka uwafikie vijana wote, kwa sababu huu unalenga kumtoa kijana zile fikra za utegemezi, kwamba nimemaliza shule sasa nisubiri ajira ya serikali, au sasa nianze kutafuta ajira zile za kuchagua. Mimi nataka kazi ya supermarket au kazi ya wakala au kazi ya supermarket, wanatajaga kazi zao hapa, wakala, dukani, supermarket. Ataji kazi za ndani ambazo zipo kila siku, yeye anachagua. Kwa hiyo huu mtaala huu ukiwafikia vijana wa Kitanzania, hakuna, yani kijana atakuwa anaangalia kuna fursa gani ya halali ambayo mimi naweza ikanipa hatua moja, na ile hatua moja itanisogeza tena hatua nyingine, na ile hatua nyingine, manake hivyo ndivyo nilivyosogea kutoka kazi za ndani mpaka hapa nilipofika. Lakini kama nilivyosema, hapa nilipofika sijafika, ndio kwanza. Hii ni trailer. Kupitia huu mradi wa maendeleo ni mimi nataka yani niwafikie vijana wa 2050. Tunasema sasa hivi tuko kwenye dira ya taifa ya miaka 50 ya kuelekea miaka 50 ya Tanzania. Kwa hiyo tutakapofika miaka 50 ya Tanzania, mimi kama mimi natamani kuona idadi kubwa ya vijana ni wale wanaozalisha mali, ni wale ambao wakiingia mtaani, wakija kwenye jamii, wanakuja na suluhisho, wanakuja kutatua matatizo ya watu, matatizo ya jamii. Na hizo ndio ajira, kwa sababu kwenye matatizo ndio kwenye fursa. Hawa wadada wa kazi tulionao, laiti familia za watu zingekuwa hazina matatizo ya kuhitaji wasaidizi, hii fursa isingekuwepo. Kwa hiyo panapo kuwepo na matatizo ndio fursa zipo.
Yani hiyo ndio fursa kwako. Kwa hiyo natamani sana miaka 50 ya Tanzania, yani kutoka sasa hivi tuna kitu kinaitwa dira ya taifa ambayo ni ilikuwa 25-50, sasa hivi 26-50 I think. Yani ni kama mpango wa kitaifa wa miaka 25 ijayo. Sasa miaka 25 kuna wasichana wanakuja hapa kufanya kazi za ndani wana miaka 18. Okay? Kwa hiyo miaka 25 ni kijana ambaye kabisa ameshamaliza chuo kikuu. Kwa hiyo naposema huu mpango ni mpango ambao unakwenda kusapoti hiyo dira yetu ya miaka 25 ijayo, ni kwamba tuzalishe vijana ambao hawaji na mitazamo ya kutegemea serikali. Unaona kama wanawake tulivyolelewa kutegemea wanaume, kwamba yani sisi uwezo wetu ni wa kutanua miguu tu, ndio kazi kubwa tunayoiweza kirahisi tu. Yani wewe unaona kufanikiwa kwako upate mvulana, bwana, nani, uchanue miguu, maisha yanaenda. Hapana, tubadilishe hiyo fikra, tujue kabisa kwamba mafanikio yetu yanaanzia kwetu na yanaanzia kichwani, sio kwenye miguu. Tunatanua akili, hatutanui miguu. Hao ni upande wa wanawake, lakini kwa upande wa vijana pia, vijana wapambane, wafanye kazi za halali. Nilienda kijijini kwetu Moshi, vijana wanalewa pombe, wanakwambia hamna kazi sister, hamna. Lakini anafanya kazi kama amepata kibarua chake cha kulima au cha kufanya kitu chochote, ni kibarua amepata, kiela akipata anaenda kupiga vitu vyake hivyo vikali vizito. Asubuhi mtu njui chakare, alafu anakwambia hakuna kazi. Sio kweli, ni shida ambayo iko kichwani. Yani mtu ambaye hana kazi ni shida iko kwenye kichwa, sio kwamba kazi hazipo. Kazi zipo, lakini kwa sababu kichwani kuna shida, umaskini umeanzia kichwani. Hata kile kidogo anachokipata yeye anakichoma kiberiti. Kwa hiyo tutakwenda kuzalisha vijana ambao wanakuja na mitazamo chanya, wanakuja na mitazamo ya kutatua matatizo ya jamii, kuleta suluhisho la matatizo mbalimbali ambazo kwao zitakuwa ndio ajira. Madame, nimetafuta kazi, nimesoma nje, sijapata hadi leo. Kazi gani unatafuta? Sisi umeona umesoma nje, kwa hiyo kuna kazi yako inayoendana na kusoma nje, si ndio? Maana hapa kila siku sisi tunaongelea kazi tulizonazo, kazi za kwenda kusaidia watu majumbani, kazi za kwenda kwenye chache zinazokuja madukani, supermarket. Kazi zipo, lakini wewe uliosoma nje, ndugu yangu, itakuwa unatafuta kazi ya nje, si ndio? Labda unatafuta Ikulu hivi, wizarani, hizo utatafuta sana. Naomba nikimaliza chuo mwakani nije kwenye ofisi zako. Unakaribishwa sana. Yani namna hiyo, hao ndio yani nataka kuzalisha vijana hawa ambao wataona opportunity hata kama sio kwenye taasisi yetu. Yani wewe ukishaelewa hii kitu hapa, okay? Hii ni kuhusu ubora wa kazi. Hii hapa unataka kulipwa zaidi, popote pale ulipo unahakikisha unapambana ile ya hela yote hapa. Kwa hiyo ukifanya kazi kiprofessional, popote pale ulipo, wewe utakuwa unahitajika zaidi ya kila mtu, na wewe utakuwa unalipwa zaidi ya kila mtu. Ndio huu mwongozo. Huu hapa ni hiyo uliosema unataka ukimaliza chuo tu usianze kukaa nyumbani wala kuzunguka na bahasha. Unataka uje kwenye taasisi yetu, unakaribishwa sana. Lakini mimi naenda mbali zaidi. Yani sio tu taasisi yetu, yani wewe tafuta fursa yoyote iliyoko katika eneo lako. Hiyo fursa alimradi ni halali, ichangamkie. Kama inakupa chochote kile, yani wewe usiseme mshahara wake ni mdogo. Chochote unachopata, ile experience unayopata, ile networking unayopata, ile platform unayopata, yani ule nafasi ya kufanya kazi kwenye hiyo ofisi fulani au kwa mtu fulani, yani wewe fanya kwa uaminifu mbele za Mungu, alafu Mungu atafungua njia nyingine. Ndio huyu nataka ni share hiyo content, alafu nitaanza kuiongelea mkiwa mmeiangalia. Huyu dada ambaye ameshutumiwa kuiba, sio ameshutumiwa, ameiba, maana imebidi akubali kwamba hizo hela amezilipa na zimepotea katika mazingira ambayo yanaonekana yeye ndio amezichukua. Huyu ni dada ambaye alienda akafanya kazi ya nyumbani akafanya vizuri tu, na bosi wake akampenda, akamhamishia dukani kwenye ofisi. Sasa bibi alivyohamishia ofisini, sijui ndio ile kucheza na hela tena, akapewa sehemu ya ukeshia. Maana nyumbani si kazi za nyumbani, unacheza na vyombo na mopu za kudekia, nguo za kufua.
hakuna hela kule. Akafanya vizuri sana. Alivyohamishiwa kwenye ofisi ya biashara, tena akawekwa keshia, ndugu yangu akaanza kucheza michezo yake meusi. Akaanza mara mauzo anafanya, hapeleki ripoti za hela. Kwa hiyo siku ya audit ilivyokuja kufanyika, ikajulikana kwamba kuna vitu aliuza, hela kupeleka na wala hela hazionekani, kwa hiyo ikabidi azirudishe. Sasa hiyo tabia ya hivyo, Mungu anakupa nafasi ndogo. Kwa hiyo ile ya nyumbani aliifanya vizuri kwa uaminifu. Mungu akamsogeza kutoka nyumbani akaenda sasa kwenye biashara. Imagine angekaa pale kwenye biashara angepata uzoefu kiasi gani? Maana hana uzoefu, hana background ya biashara. Lakini bosi alimwamini kutokana na juhudi zake alizoziona nyumbani, akasema huyu ananifaa kwenye biashara yangu. Akamchukua akampeleka kwenye biashara. Pale ilikuwa ni sehemu ya yeye kuonyesha uaminifu, uadilifu na uchapakazi ili aweze kukua zaidi. Angepata exposure kubwa, angepata knowledge kubwa ya biashara na angetengeneza mtaji wake, kwa sababu pale analipwa hela nzuri. Angekaa hapo kwenye hiyo biashara miaka yake 2 mitatu, kwa sababu bosi yote ukikaa naye vizuri hawezi kukurilizi kirahisi. Angeongezewa mshahara, kwa sababu pia alivyomtoa nyumbani akampeleka kwenye biashara aliongeza mshahara. Imagine sasa amefika pale, hana sijui ana miezi sijui mingapi, yani hana muda, tayari kashaiba. Kwa hiyo hizi kazi ndogo, Mungu sio mjinga, hizi kazi ndogo anatupa. Na ukiangalia mfano ule wa talanta kwenye Biblia, yule aliyopewa talanta moja hakuizidisha, hakuifanyia chochote. Aliambiwaje? Mnyang'anyeni na mtupe huko. Na maneno mengi mazito mazito, mjinga, mpumbavu. Aliitwa mpumbavu. Umeona, Mungu mwenyewe anakuita mpumbavu, maana una akili. Kwa hiyo yule wa talanta moja akanyang'anywa. Ndio hichi kilichomtokea huyu bibie. Tutaweka hiyo content, mtaisikiliza vizuri, bosi wake akielezea hizo changamoto. Muwe waaminifu. Hizi kazi ndogo, usitafute kazi kubwa wakati kuna ndogo unaziruka. Hizo unazoziruka ndio kipimo chako. Mungu anataka akuone uaminifu wako kwenye hayo madogo, kwenye hizo kazi ndogo. Ukishaziweza hizo ndogo, ndio utafunguliwa milango. Na huu mfano nilotoka kuwapa ndio huo. Dada alitolewa kazi ya nyumbani akapelekwa ya dukani, lakini ndio hivyo, alivyofika dukani akafanya yake, tayari kashaua ile trust. Na kujenga trust ni kitu ni kitu kikubwa mno. Yani usikubali hata siku moja uharibu reputation yako kwa sababu za udokozi, yani uharibu brand yako. Wizi ni unachafua brand vibaya mno. Yani mtu akishakuhisi sio mwaminifu, unaua brand yako. Anyway, haya. Natafuta msichana, dada, utaratibu upoje? Utaratibu wetu utaupata kupitia ofisi yetu. Huaga hapa tu muda. Utaratibu wetu kidogo unahitaji uwe na time ya kuelezewa sisi tunavyofanya kazi. Kama unavyoona, tunafanya michakato ya follow up, tunafanya training, tunasimamia quality kuhakikisha kabisa huyu dada atatoa huduma mwaka mzima bila kuleta longolongo. Kwa hiyo kuna package yetu ambayo inabidi uielewe vizuri, then sasa ndio uamue kama utafanya huduma na sisi au la. Kwa hiyo ningekushauri ututafute kwa kupitia namba zetu za simu. Wewe andika tu message, jamani, nahitaji mfanyakazi wa ndani, hivi ulivyosema, natafuta msichana, utaratibu upoje? Ofisi yetu itakupigia simu, itakupa utaratibu vizuri kabisa. Karibu sana. Kwa hiyo kwenye hii video nisisitize tu sasa kwamba kama dada unataka ulipwe zaidi, kama dada unataka utoke kwenye hizi kazi za kuhudumia watu majumbani, maana mnazichukia, lakini kazi zote mnahudumia watu. Hata ukienda kufanya kazi kwenye ndege, si unahudumia watu jamani? Au kwa sababu kule udeki kazi zote za kuhudumia watu. Lakini kwa kuwa huku kwenye kazi za nyumbani labda unaona kazi gani, mi nataka nikwambie hiyo ni platform yako ya kumwonyesha Mungu uaminifu wako na jitihada zako na bidii yako. Kwa hiyo kupitia huu mwongozo tumekuwekea namna ya kuboresha, yani namna ya kufanya hizo kazi kwa ustadi mkubwa. Namna ya kufanya hizo kazi kwa ubora wa hali ya juu.
kwanza we mwenyewe namna ya kuitazama kama huduma ambayo yani hata Mungu anaitazama, kwa sababu unaenda kulea watoto. Watoto ni malaika. Kwa hiyo Mungu mwenyewe jicho lake liko pale, anaangalia jinsi unavyomlea yule mtoto ambaye hawezi kusema, hawezi kujitetea. Wewe ambaye unaachiwa huyo mtoto, unakaa naye vipi? Unamlinda kama mboni ya jicho lako? Kwa sababu hizo ndio baraka zenyewe. Baraka zinaanzia hapo. Lakini kama wewe unaachiwa mtoto wa mtu, haumjali, uhangaiki, mpaka majira ambayo labda mzazi wake anarudi ndio unajishaua shaua, nakwambia hutabarikiwa ngo. Utazunguka makanisa, utamaliza misikiti, utamaliza waganga, baraka hutazipata. Kwa nini? Kwa sababu unachomtendea huyo mtoto na huyo bosi uko sirini, akiwa haoni, unajitendea mwenyewe. Na kwa kuwa unachokifanya sio kitu kizuri, yani huwezi kufanyaje? Huwezi kubarikiwa. Mimi hiyo naijua kwa uhakika kabisa. Yani malipo ni hapa hapa. Unaenda nyumbani kwa mtu, unaenda kufanya mambo ya ovyo, ujue unajifanyia nani? Mwenyewe. Kwa sababu utakachokipanda ndicho utakachokivuna. Kwa hiyo kwa mwongozo huu utakujenga, utakusaidia, utakunoa, na hatimaye utakuwa ni professional dada. Kama ulikuwa ni dada ambaye sasa hivi unalipwa kama traditional dada, kama uko kwenye mradi wetu labda ndio unalipwa 1,500,000, au kama uko nje ya mradi wetu ndio uko kwenye hizo 80,000, 60, 70, 50, huu mwongozo unaweza ukakusaidia ukaja kuwa dada unayelipwa 500,000. Lakini kama tu yale tuliokuongoza, tuliokuelekeza utayatilia maanani, sawa naongea sasa hapa, naongea na wadada. Mabosi hawana shida, wala usiwaze kwamba atalipa kweli. Asipolipa huyo ambaye uko naye, atakulipa mwingine. Mimi ninachokitaka wadada muweze kupiga hatua, lakini hizo hatua hamtazipiga kwa kufanya kazi vile vile alafu mdai malipo makubwa. Hapana, utapiga hizo hatua kwa wewe kuanza kujiongoza, kujifunza maadili ya kazi, uchapa kazi, kutoa huduma bora, ambayo na kuhakikishia hawa mabosi sio kwamba hawana hela. Hatujawapa sababu za kutulipa vizuri. Yani hamjatoa sababu. Yani unakuwa ni dada ambaye una malezi yaliyoenda shule, malezi yale ambayo ni malezi kweli kweli. Yani ukikaa na mtoto wake anasema kweli dada anapenda mtoto, kweli dada huyu anamjulia mtoto na anajua kulea. Ukija kwenye jiko pale unapika vitu vilivyonyooka, vilivyosimama. Ukija kwenye usafi unakuta nyumba yake safi, imepangwa, imekaa, imetulia. Nakwambia huyo bosi atajitafuta, atakulipa kiasi cha kuridhisha. Hayupo bosi ambaye atakubali kumpoteza dada wa staili hiyo. Lakini sasa hivi mabosi wengi wanakuwa wepesi kuwaachilia wadada, yani tena anakutimua kwa kuku, yani kwa sijui niseme kwa kashfa, yani anachukua mabegi yako anatupa huko nje. Wako mabosi wa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu haujampa sababu. Umemfanyia vitimbwi, unamfanyia kiburi, ujeuri, yani kiasi kwamba hata kukutoa huko nyumbani kwake anakutimua kwa kukudhalilisha. Sasa mimi nataka tutoke huko, tubadilishe hiyo kitu. Tunaibadilishaje? Na mwongozo ambao nimewaandalia kwa wale ambao wanataka kujifunza huu mwongozo vizuri kwa undani, karibuni. Nitaendelea kuwa mentor, nitaendelea kuwa train, kupitia kwenye hizi live, lakini nitaandaa session zingine kwa wale ambao wanahitaji zaidi. Nitakuwa nafanya hizi session kwenye live, lakini nitakuwa nafanya pia nje ya live, kwa wale ambao watahitaji deep, wanahitaji kwenda kwa kina zaidi kwa ajili ya kujiboresha, kujinoa, ili waweze kuongeza thamani yao na ili waweze kulipwa vizuri. Na kwa wale waajiri ambao wangependa kuwafanyia wadada wao hizi training, pia nitakuwa na hizo session kwa ajili ya kuwatrain wadada wenu. Inawezekana una dada ambaye unamwona ana shida, lakini angepata hizi coaching, angepata hizi training, zingeweza kumboresha sana na angeweza kukupa huduma nzuri. Pia tunaweza kufanya hivyo, kuwatrain hao wadada wenu ambao hawako Wadada Center, hawajatoka kwetu, lakini ni wadada ambao wanafanya kazi za malezi.
mimi nitawaelekeza, nitawafundisha, nitawaongoza namna ya kutoa huduma bora. Kwa hiyo karibuni sana. Unless kama kutakuwa kuna maswali, lakini leo nilitaka kwanza nisisitize kuhusu sasa hii miradi miwili ambayo naitekeleza. Huu ambao zaidi una live yake hii inafanyika Instagram, hii live ya wadada hii inafanya hapa TikTok. Kwa hiyo baada ya hapo tutakuwa tunaendelea sasa, na nitakuwa naendelea kufanya hizi training kwa ajili ya kuwasaidia kutransform fikra zenu. Uiangalie kazi hii kama kazi nyingine, uiheshimu, uithamini, uipende. Okay? Kwa sababu hapo ndipo baraka zako zilipo. Kwa nitaendelea kuwaelekeza, nitaendelea kuwafundisha, nitaendelea kuwaongoza kwa ajili ya kupata lile lengo lako. Kwa dada, lengo lako ni kupata hela nyingi. Lakini hela nyingi haipatikani kwa sura yako tu. Kuweka sura yako hapo kwa bosi wako nafikiri ndio utapata hela. Hela hazipatikani kwa kuuza sura hivi. Au hazipatikani kwa kwenda kuvaa vinguo vyako vya kubanabana vya ovyo ovyo kwenye nyumba za watu huko unajipitisha pitisha. Hela hazipatikani hivyo. Hazipatikani kwa kumjibisha bosi wako vibaya. Mimi nakula umeme mimi. Kaulize TANESCO. Hela hazipatikani hivyo. Ni ujeuri wa kiwango cha juu kabisa ambao hakuna mtu anaweza kukuvumilia wala kukaa na wewe. Alafu utaanza kusema nimelogwa, unaanza kukimbizana kwenda huko na huko na huko, unasema nyota yangu imechukuliwa, kumbe ni ujeuri wako na ujinga wako na upumbavu wako ndio utakubakisha hapo. Kwa hiyo kama nilikuwa nafikiri kuna maswali ya kujibu ya mwisho, lakini naona mtakuwa mmeelewa. Kwa leo tumeelewana, basi tukutane tena kesho katika hizi coaching zetu. Yani ni coaching, training, course, yani hizi ni transformation program. Kwa hiyo sio kitabu, no, mimi siuzi kitabu. Mimi nafanya transformation coaching course ambazo zinambadilisha mtu kutoka zero up to hero. Sawa? Kwa hiyo ni mwongozo, hata kama ni kupatia ni yani ujue ni mwongozo ambao utakujenga, utakusaidia. Sawa? Haya basi tukutane kesho.